Lwanga na wenzake mashahidi kutoka nchi ya jirani kabisa hapa kwetu Uganda, kwa sio mbali kutokea hapa kwetu Afrika. Ni sherehe, wengine watafanya kumbukumbu huko nje ya Afrika, lakini kwetu ni sherehe. Ndio maana tunamshangilia Mwenyezi Mungu kwa maajabu yake hayo, tukimwimbia utukufu kwa haya aliyotenda, na baadaye tukimwimba katika Kristo huyo ambaye ndiye sababu ya kifo cha hao mashahidi tunaowakumbuka leo, kwani kwa kumpenda yeye, kuwa na imani kwake, na baadaye hawakupenda kuyakubali yaliyokuwa kinyume na kile ambacho walifundishwa na hawa misionari ambao ndio walikuwa wamefika tu si miaka mingi, sababu kati ya 1885 mpaka 87 ndio tunaambiwa ilipotokea mauaji hayo kutoka kwake huyo aliyekuwa ni mfalme Mwanga mpaka wakati ule kawamaliza hao ambao kati yao wakiwemo Wakatoliki na wengine Wakristo wengine. Kumbe tuna sherehe hiyo ambayo kila mwaka tunaifanya, na kati yetu yawezekana kama sisi au waamini wa jimbo letu kuu la Tabora wanapata fursa ya kufanya hija kwenda huko na Mgongo, Jinja, Uganda, huko kwenda kutoa heshima zao za pekee wakishirikiana pamoja na waamini wengine, kwanza waamini wa kanisa mahalia la Uganda wakiwa wameshirikiana na waamini wengine kutoka sehemu mbalimbali ambao huwa wanaenda huko. Mwaka huu haikuwa hivyo kwa sababu ya hicho ambayo tunatangaziwa tahadhari sababu ya ugonjwa huo wa Ebola. Ziko kesi vile vile huko Uganda, na ndio wakasema hapana, kwa mwaka huu tuahirishe mpaka baadaye. Ninapenda napoanza tafakuri yangu hii siku maalum yetu sisi hapa katekista wote wa jimbo ambao tumekutanika hapa, walioweza kufika, inawezekana mwingine kwa sababu moja au nyingine hakuweza, sisi tulio hapa tuwakumbuke kwa namna ya pekee waamini wenzetu katika nchi hiyo ya Uganda, pamoja na waamini wengine wengi ambao wangelitoka katika maeneo yao makanisa mahalia, tukiwemo na sisi kutoka jimbo la Tabora ambao tunakwenda kule. Kwa hakuweza kufika huko, lakini tuwe nao kwanza kuwaombea hawa ambao wako wanapambana kuona namna gani wataweza kuwaepusha wale ambao watakuwa wameathirika, au kulinda maisha hao wengine ambao yawezekana wakiliweza kupatwa na tatizo hili la ugonjwa huu wa Ebola, na sio tu Uganda bali hata huko kwingine, na hasa huko DRC au Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako huko ndo kuna mapambano, wanajitahidi wafanikiwe inawezekana kuzuia hasa kusambaa kwa ugonjwa huo. Kumbe tuwe nao katika ibada yetu hii ya leo, tukiwaombea na kuwakumbuka na kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kutuepusha na majanga kama haya ambayo yanakuja, lakini basi atupe busara na atupe akili na atupe uwezo na nyenzo ili tuwe tayari kupambana na majanga kama haya. Tunapofanya sherehe hii ya kuwakumbuka hao na kuwaenzi, tukiwaheshimu mashahidi wa Uganda, Karoli Lwanga pamoja na wenzake, tuwatizame katika
mtazamo huo mzuri sana kutoka katika maandiko matakatifu tuliyosikia leo. Hilo somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Makabayo, alafu na Injili tuliyosikia vile vile. Hao vijana 7 tuliosikia ambao waliuawa na huyo mfalme ambaye alikuwa anawalazimisha kufanya kinyume kabisa na hayo mafundisho ambao walikuwa wameyapokea. Wafananishe na hao mashahidi wote ambao wanataka na wameamua kumfuata Kristo, lakini wanakuja hao wengine ambao wanataka kuwatoa katika msimamo huo, katika imani hiyo kwake huyo Kristo ambaye anaamini kabisa ndiye atakayeletea uzima mkamilifu na atakayewakomboa kutokana na hayo ambayo tuseme ni maisha ya giza, maisha ambayo wameambiwa kwamba hayo mliokuwa mnaishi ni kinyume kabisa na kile ambacho Mungu mwenyewe anataka. Na vijana hawa walikuwa tayari kufa tangu wa kwanza, kama tuliosikia, wa pili, wa tatu, wanne, wote walikufa. Soma vizuri katika kitabu hicho, utaipata hiyo historia nzuri sana ambayo kwetu huwa inatufundisha na kutukumbusha kwamba basi tuwe tayari kusimamia, kama tunavyosema katika kauli yetu hiyo ya mwaka huu, mwaka wa katekista. Katekista hilo la mwisho, shahidi wa imani, kwa tayari kuifia hiyo imani yako. Ndio kitu walichokifanya hao vijana 7, na baadaye ndio kitu hicho ambacho wamekifanya sio tu hao mashahidi wa Uganda, Karoli Lwanga pamoja na mashahidi wenzake, bali kokote kule ambako wamemwaga damu hao waamini ambao wameamini katika Kristo huyo, kama mashahidi wakishuhudia hicho ambacho wamekipata kutoka kwa yeyote yule aliyokileta kwao. Hao wa Uganda ni wamisionari wa Afrika ambao tunafahamu walipoingia hapa nchini Tanzania mwaka huo 1878, baadaye wakaenda miaka hiyo sasa ya 80 wakawa wamefika kule Uganda, ndio wakaipeleka hiyo imani, wakapeleka hayo mafundisho. Sasa kati ya hao waliofaidi hicho ambacho kilipelekwa kwa hao wa Uganda au huku Uganda na kwetu hapa, kwa sababu hao wamepita hapa kwetu Tabora, baadaye kutoka hapa ndio wakaelekea huko kaskazini mpaka wakafika huko Uganda, na baadaye wakaenda kuipeleka hiyo imani. Kati ya watu walioipokea ni hawa ambao walikuwa wanakaa kwenye koti au katika makao ya huyo mfalme, wakiwemo wakina Karoli Lwanga mwenyewe. Sasa wao baada ya kuwa wamesikia na kufundishwa hiyo imani wakaipokea, huyo mfalme anataka kuwalazimisha wafanye kinyume na wao. Baada ya kuwapokea yale ambao walifundishwa na wamisionari walikuwa wanakumini kinyume kabisa ambacho walikuwa na vitu vya giza ambavyo vilikuwa vinafanyika au vilikuwa vinafanywa na hao hata viongozi, kumbe hawakukubali, pamoja na kwamba walikuwa ni wasaidizi katika hayo maeneo hayo ya wafalme na huyo mfalme Mwanga. Wakasema hapana, haiwezekani, huo ni uchafu ambao umekuwa ukiufanya au tumekuwa tukiuona na sisi tulikuwa tunaufanya. Hatutaki kufanya mambo hayo, tunataka kulinda hicho sasa ambacho sisi tumepokea kama imani. Ndio maisha ambayo inabidi tuishi, ndio maisha ambayo inabidi tuyafundishe. Baada ya kuja kwa makatekista wakubwa sana hao, kati ya wale ambao walipokea hiyo imani wa kwanza, ndio makatekista kama nyinyi, walikuwa sio mapadi hao, wataenda baadaye kuifanya hiyo kazi ya kuieneza hiyo injili kwa wengine. Walikuwa ni waamini wale tu wa kawaida, na wakaisimamia, wakamwaga damu yao kama tunavyofundishwa kutoka katika maandiko hayo. Hao baba zetu wa kanisa, kweli hiyo imani iliyomwagwa baadaye imekuja kuwa ni mbegu, hiyo damu iliyomwagwa baadaye imekuja kuwa imani, mbegu ya imani kuu ambao mpaka leo tunaipokea kutoka na waamini wa kawaida kabisa kama ni makatekista. Baada ya kwa mikono kwa kuingia kwenye jerakia kwa maneno ya kufundisha kwa nguvu hiyo ya daraja, hapana.
kwa imani ya kawaida, muumini wa kawaida wakaenda kuzifanya hizo kazi na wakawa tayari kufa kwa sababu ya imani yao. Kumbe ikawa imewatokea hivyo. Ndugu zangu, hilo ambalo limewapata hao vijana tuliwasikia kutoka katika maandiko hayo, kutoka katika kitabu cha Makabayo, hilo ambalo limewapata hao waamini wote ambao wamekuja kuwa ni mashahidi wa imani, ndio hilo hilo ambalo nasi tunaitwa ni kwetu, ni njia ya kufuata, kwa maana kwamba kuilinda sasa hiyo imani ambayo tumeipokea, kwa mashahidi wa imani hiyo ambayo tumeipokea. Napenda tunapoongelea hilo la kuilinda imani kwa mashahidi washahidi imani hiyo, tuwe tayari kwanza kwa kushukuru nyote ambao mko tayari kwa walimu, walinzi na baadaye mkawa mashahidi wa imani hiyo. Na naposhukuru nyinyi, ni washukuru wale wote, hasa watangulizi wetu, kimaanisha maaskofu ambao wamekuwepo na wakapenda kwamba kundi la hawa waamini wale waende sio tu kushuhudia ule utume wao kama wabatizwa, sababu ni kazi ya kila mbatizwa. Kazi ya unabii ni kazi ya kila mbatizwa, sio unabii tu, bali hata kazi ya kuongozi tunafahamu, na baadaye hiyo kazi ya kuwa kuhani ni kazi ya kila mbatizwa. Kumbe mimi nawashukuru kwanza hao watangulizi wetu, askofu. Napata bahati ya kwenda kusoma kwenye kitabu ambacho kwa kweli ni kiongozi chetu cha kichungaji, ambacho kinaonyesha tangu mwaka 1942 akiwepo mtangulizi wetu wakati ule halijawa hata jimbo kuu la Tabora, ikiwa ni vikariati ya Tabora ambayo ilianza mwaka 1925. Nafasi ya katekista imepewa heshima na kukuzwa. Kama hawa wamefanya hivyo tangu mwaka huo 1942, kaandikwa kabisa, takuandikwa kwenye kiongozi hicho cha uchungaji katika jimbo letu kuu la Tabora. Baadaye walipokuja wengine hao, askofu mkuu Mihayo na yeye akawa amefanya kazi kwenye kitabu hicho, na baadaye kwenye kiongozi hicho. Baadaye amekuja hata askofu mkuu mstaafu Paulo Ruzoka, ndiye wa mwisho kabisa kwenda kukipiaisha hicho kitabu au kiongozi chetu cha kichungaji katika jimbo kuu letu, sasa jimbo kuu la Tabora, ambacho ni tuseme cha mwisho kilitoka mwaka 2023, ni juzi tu, nilipokuwa nimefika mimi hapa, nakumbuka ndio kimegawiwa hicho kiongozi ambacho kinatuongoza sisi katika uchungaji, wasema ni directory. Basi katika kitabu hicho kuna kurasa, tangu kurasa wa 16, kama unajua mtakuwa umeshakiona, lakini kama hujakiona, kiongozi chetu cha kichungaji kweli ni silaha ambayo inatuongoza katika maisha ya uchungaji. Kuanzia ukurasa huo wa 16 mpaka ukurasa wa 23 nazungumzia makatekista. Katekista ni nani? Kadiri kanisa linalofundisha, shughuli zake anazopaswa kufanya, sifa zake, mpaka mwisho naeleza vile vile na majitoleo yake, alafu namna gani aishi pamoja na sisi wengine ambao tunapaswa, kama tulivyoweka katika mwaka wetu huu ambao tuna uwenzi kwa ajili ya makatekista,
yale ambayo inabidi tuyafanye na sisi kwa upande wetu kama waamini. Kumbe nawashukuru sana hawa watangulizi wangu katika hilo, lakini pamoja nao nawashukuru vile na hawa ambao wameitika wito huo wa kuwa makatekista na wakapenda kuja kujitolea sasa kuifanya hiyo kazi, huo utume wa makatekista. Na kwa wote naloombea leo ndio hilo, kama tulivyosema na kama tulivyoliweka wazi katika yote tunayosema mwaka huu, hilo la kuja kuwa walimu, wao kweli walimu. Naombea makatekista hao wao kweli walinzi. Naombea makatekista hao wao kweli mashahidi. Sasa tukayafanya hayo, ndio tunakuja kwa kama moto ule ambao Kristo mwenyewe anakuja nao, kama tulivyosikia katika sehemu ya Injili hiyo. Kwa sababu wewe ukaenda kulinda hiyo imani kwa yote, utakuja kupambana na hao ambao hawakubaliani na kwako. Ndio hao akina Mwanga, ndio hao huyo mfalme Nabukadneza ambaye anaenda kuwashambulia na kuwaua hao vijana wengi ambao walikuwa wanataka kutunza ile imani, na anakuja kuwalazimisha wafanye vile ambavyo ni kinyume kabisa na imani walioipokea walikuwa wanafundishwa na wazee wao. Kumetokana nao hao wapo ambao wewe unataka kuilinda hiyo imani, lakini wao wanasema hapana, ni tofauti. Sasa unaitwa na unaalikwa uje kwa moto, kuleta huo moto katika maana ya sasa ya kuyalinda hayo ambayo ndio unapaswa kuyapeleka, kuyasimamia, kuyafundisha. Na sio nyinyi tu makatekista, hata sisi sote, kuanzia kwetu sisi viongozi ambao ndio kwanza tunawatayarisha nyinyi, na nyinyi mtayarisha. Ndio maana tunataka kituo hicho huko Msongeni chani, ndio hao wapo walimu ambao wanawatayarisha, mapadre pamoja na walimu wengine wa dini ambao wamejifunzia hayo, wamebobea, wanakuja sasa kuyapeleka kwenu, kusudi nyinyi kutoka kwenu yaende kwa hao waamini ambao mtakuja kuwafundisha kuanzia kwenye familia zao. Sasa katekista, sitaki kurudia yale ambayo wamejifunza mengi hata siku hizi nilizokuwa hapa, na mengine nishajifunza huko mnakoenda kwenye chuo chetu cha katekista au nje hata kwenye vyuo vingine. Kazi kubwa hii ya kulinda imani na kuwa nayo kwenye familia, mkiongoza, mkizilea, mkiwa mfano katika maadili na mkiwa mfano katika kushuhudia, sio katika kusimama tu kama katekista nikaonekana au kama mimi kama ni padre au kama ni askofu, simama tu kama ni askofu au kama ni padre. Hapana, kusimama lakini kwa ushuhuda, kusimama kwa hayo maadili, kusimama kwa hapa nitafanya mwenye kawavuta wengine na kweli akaenda kujenga hizo familia. Kwanza kwenye familia yetu, kwenye jumuiya zetu, mipango vizuri sana. Hizo kurasa mkienda mkasoma na kurasa wa 16 mpaka 23 kama ndio inazungumza mazuri sana, pamoja na kwenda kwenye sheria ya kanisa, lakini inaonyesha vizuri sana kabisa. Napenda kila wakati ninapozungumzia swala kama katekista nijikumbushe kusikiliza hao watangulizi wangu wasemaji na wanasemaji mpaka leo. Kumbe hawa wanataka watupeleke kwenye huo moto, kwamba na sisi twende tukauweke huo moto katika jumuiya, familia zetu, katika jumuiya zetu, katika parokia zetu, kwa tunaenda kuwasaidia hao wachungaji katika kufanya kazi hiyo ya kumshuhudia Kristo na kuyashuhudia haya ambayo ameleta, yale ya moto. Amekuja kuwatenganisha hawa katika maana hiyo. Kama wewe baba unayafanya ambayo ni kinyume kabisa na kile ambacho Kristo kafundisha, lakini huyo mtoto wako anafuata yale, basi wewe kumbe na mtoto wako hakuna, lazima nawatenganishe. Ndio maana yake hiyo, katika maana ya kwamba tunaenda kusimamia, tunasimama na yule ambaye yuko tayari kushuhudia. Sasa na hapo tutakuja kwenye ushuhuda huu, kushuhudia kile ambacho ni Kristo anataka tukashuhudie. Kama ni baba na mama kutengana kwa sababu hiyo ya huyu mmoja hakubali hicho ambacho ndio cha imani ambacho inabidi kifuatwe, basi sasa wewe katekisa kwa wote ndio inabidi usimame sasa na kwa moto, uje kuleta moto hapo, tupa moto ambao unakuja kuwaka kama Kristo alivyofanya. Kumbe tunamfuata sasa yeye katika maana kwenda kumshuhudia yeye katika yote ambayo tunaenda kuyafanya. Kumbe ndugu zangu, tunaalikwa leo katika kuyashuhudia haya, katika kuja kwa moto
ulimwenguni hapa, kwa mfano wa Kristo mwenyewe kujitoa sasa, kuikatalia hiyo nafsi yangu na badala yake niende kufa kwa ajili ya nafsi ya Kristo mwenyewe, kumweka Kristo katika maisha ya hao waamini, ya hao ambao wanataka kumfuata, nikiwasaidia, nikiwaongoza, nikisaidiana pamoja na wachungaji wengine, kusudi hicho ambacho ndo tunataka kije kilete huo moto, katika maana ya kutusaidia kututoa katika giza hilo, kwa sababu moto unakuja kuleta mwanga katika maana ya kuyafanya sasa yale ambayo ndio yatakuja kutukomboa, sio kuyafuata yale ambayo yanakuja kutupoteza au yanatupeleka tuifuate njia ambayo si njia Kristo aliyoionyesha au aliyotufanya sisi tuitambue kwamba linatupeleka katika uzima wa milele. Tunaalikwa ndugu zangu, kama viongozi na kwa namna ya pekee walimu, walinzi hao na mashahidi, tukayafanye hayo na tumuombe Mungu Baba Mwenyezi, huyo ambaye kupitia kwa mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo, yeye mwenyewe aliyetuahidi kwamba Roho Mtakatifu atakuja na awe nani na akae nani na aje ukaa pamoja na sisi katika hilo, kwa sababu kwa nguvu zetu sisi wenyewe hatutaweza kuyafanya hayo. Huo ushuhuda unawezekana kabisa kama kuna nguvu ya pekee ambayo inabidi tuwe nayo sisi. Kumbe kama makatekista, kama kiongozi yote yule katika kanisa, kama tunataka kufanikiwa, hiyo nafsi yetu kaikana, kusudi tuione nafsi ya Kristo kama ndiyo inakuja ukaa na sisi, na baadaye tuseme kwamba sisi tunaoishi, bali ni Kristo mwenyewe anaishi pamoja na sisi, na ndo maana tunaweza kumshuhudia. Tuombe ili nguvu huyo Roho Mtakatifu ambaye tumeomba sana katika kipindi hiki, wakati tunamalizia kipindi cha Pasaka na siku ya Pentekoste, tukaomba aje kwa namna ya pekee kama alivyoshukia hao mitume, aje ashuke na sisi kwetu. Na wewe utaweza kuwa moto kweli, na utasimama kama akina Petro walivyosimama bila woga, kama akina Paulo baadaye wakaenda, akina Yohani, kuyafanya yote haya. Tutaweza kwenda kuhakikisha kabisa kwamba neno la Mungu linatangazwa, na sio tu neno la Mungu linatangazwa, bali hata uponyaji, uganga huo nao wenyewe unakuwepo. Matatu yanakuja pamoja na matendo hayo ya huruma yatakuja kufanyika, lakini sisi tutakuwa mstari wa mbele kuyafanya hayo. Lakini la mwisho ambalo ningependa kulisema katika tafakuri fupi hii ambayo nilikuwa nimetayarisha ni hilo la kuendelea kuomba na kusali, na tumeliweka vizuri hata katika sala yetu hiyo katika mwaka huu wa makatekista, kuiombea miito ya makatekista. Naomba iwe ni kazi ambayo tunapokuwa hapa na tunapotoka hapa twende nayo, kuiombea miito ya makatekista. Kwanza namba iwepo, na sio namba tu baadaye, hata ule ubora wa makatekista uwepo. Hayo sitaki kuyasema kwa sababu ndio hayo niwaambia, mkienda kusoma katika hizo kurasa 16 mpaka 23 mtayakuta huko ni mambo gani, sifa gani hizo. Lakini tuombe kwamba wito wa makatekista uendelee kuwa, wajitoe hao ambao wanajisikia wanaokereketwa. Nasikia sasa huko kwenye parokia zetu wako vijana sasa wanaokereketwa kwa namna moja au nyingine. Tuendelee kuomba, tulifanyie kazi hiyo, waje. Na kama Kristo mwenyewe alivyosema baada ya kuona hao wengi ambao walikuwa na njaa, ambao walikuwa na kiu kabisa ya neno la Mungu, wana kiu vile vile ya huduma hizo za kiroho ambazo zinabidi wasipate, hata huduma za kimwili, akawaambia waje hawa wanafunzi wake. Mathayo kama tunavyofahamu hiyo sura ya 9 aya 35 mpaka 38. Mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Mimi nafikiri kwetu sisi kwa makatekista inasema vizuri sana. Mavuno ni mengi, kazi ambayo inabidi ifanye ni makatekista bado ni inatudai mno, lakini makatekista ni wachache. Tuombe sasa Mungu huyo wa mavuno
waweze kuongeza namba hii ya makatekista, na ambao watakuja wakiwa na nguvu kabisa, wakiwa tayari kufanya hiyo kazi kama kanisa lenyewe linavyotaka, na hivyo likuwe liendelee kulinda hiyo imani, liendelee kuwapata na hao wengine ambao watakuja wawe sio tu walimu bali mashahidi wa imani hiyo. Tumsifu Yesu Kristo.